Ni nyakati za mwisho sana za ulimwengu. Ni majira ya nyakati za mwisho kabisa, ambayo watu lazima wajue namna ya kuenenda katika majira haya. Lazima watu wajue namna ya kutembea katika nyakati hizi. Sasa liko jambo moja ambalo natamani siku ya leo tuweze kujifunza kwa neema ya Bwana, na kupitia jambo hilo tutapiga hatua katika maisha yetu ya wokovu. Kwa hiyo nikukaribishe tena, kama unaandika ujumbe siku ya andika vita dhidi ya utakatifu. Vita dhidi ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua vipo vita vingi kila mahali, kila eneo, kila bara. Kila mwanadamu ana aina yake ya vita anayopitia. Lakini jioni leo natamani tujifunze vita dhidi ya utakatifu. Na kupitia ujumbe huu, wewe ambaye utafuatilia, utaweza kujifunza na utaweza kusimama katika Bwana kushinda vita dhidi ya utakatifu. Hapa kuna mambo mawili ni muhimu kuyatambua, ambayo ndio yamebeba msingi wa ujumbe wetu. Neno la kwanza ni vita, lakini neno la pili ni utakatifu, ambapo tumeyaweka katika ujumbe mwepesi, vita dhidi ya utakatifu. Watu wa Mungu, nataka niseme nani, majira tulionayo, tuko majira ya nyakati za mwisho. Na kama tupo katika majira ya nyakati za mwisho, manake vita kubwa inayotokea mahali popote ni vita dhidi ya utakatifu. Na hapa nitasoma maandiko. Nianze kitabu cha Danieli sura yake ya 12, kitabu cha Danieli, Ezekieli, Danieli. Hapo uweza kufungua sura yake ya 12 na kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 15. Lakini utasoma pote, nitasoma tu mimi mistari michache ambayo itaweka msingi kwenye ujumbe wetu. Baba, bariki neno hili katika jina la Yesu. Danieli sura ya 12, nitasoma ule mstari wake wa 5 na mpaka ule mstari wake wa 8, na nitasoma kwa jina la Yesu. Biblia inasema maneno haya: ndipo mimi Danieli nikatazama, na kumbe wamesimama wengine wawili, mmoja ukingo mwa mto upande huu na mmoja ukingoni mwa mto upande wa pili. Na mmoja akamuuliza yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya mto, je, itakuwa muda miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Nami nikamsikia yule aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, hapa alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele, ya kwamba itakuwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati tena, watakapokwisha kuvunja nguvu za hao watakatifu, ndipo mambo hayo yote yatakapotimizwa. Tunaona mstari wake ule wa 7 umeonyesha Danieli anauliza, pata maono, pata ufunuo, pata unabii wa nyakati za mwisho. Alipopata unabii akauliza, mambo haya yatakuwa siku gani? Yatatokea kwa namna gani? Ni maswali mawili Danieli aliyouliza katika sura ya 12, na kila swali lilipatiwa majibu. Kwa swali la kwanza alipouliza, haya mambo yatakuwa lini? Yatatokea kipindi gani? Mungu akamjibu kupitia wajumbe wake ambao aliona katika maono. Wakamwambia, tazama, utakuwa na nyakati na nusu wakati na nyakati mbili. Utakuwa na wakati, nyakati mbili na nusu wakati. Maanake ni majira yanayojumuisha matukio ya nyakati za mwisho.
ambayo katika hayo yatatokea mapingamizi dhidi ya utakatifu. Lakini akasema katika majira hayo kitatokea kitu cha ajabu, ya kwamba hapo ndipo watakapovunja nguvu ya watakatifu. Watakapovunja nguvu ya utakatifu, katikati ya watu utavunjwa nguvu ya utakatifu, na baada ya kuvunjwa nguvu ya utakatifu, hapo ndipo kutakuwa na utimilifu. Na yeye akauliza tena swali jingine, je, yatatokea kwa namna gani? Manake aliuliza jambo la kwanza, yatatokea majira gani mambo haya? Lakini swali la pili akauliza yatatokea kwa namna gani? Lakini swali la pili Mungu akaliweka kwenye mabano, akamwambia Danieli, enenda zako, maana haya yamefungwa, yametiwa muhuri mpaka majira atakapokamilika. Kwa hiyo tunaona Mungu anasema na Danieli majira yetu sisi, anatabiri kuhusu nyakati za mwisho, ya kwamba utakatifu utapitia vita vikubwa. Maana kutakuwa na vita dhidi ya utakatifu, kutakuwa na vita ambayo si ya kawaida dhidi ya utakatifu. Mtakatifu wa Bwana, unaponisikiliza popote ulipo, unaponisikiliza, nataka niseme na wewe ya kwamba hakuna vita kubwa katika maisha ya Mkristo kama vita ya kulinda utakatifu. Unaweza ukafanya vita kulinda heshima yako, unaweza ukafanya vita kulinda ndoa yako, unaweza ukafanya vita kulinda watoto wako, unaweza ukafanya vita kulinda taifa lako. Labda wewe umeajiriwa kwenye majeshi ya nchi yoyote, ukafanya vita kulinda maisha yako yasiweze kuzulika na watu ambao wamepewa dhamana ya kulinda. Lakini zaidi hapo kuna vita dhidi ya kulinda utakatifu. Kwa tunaona Danieli anatabiri ya kwamba kuna majira yatatokea, vita itapiganwa kati ya watakatifu na shetani. Shetani atafuti kila, anatafuta walio watakatifu, ili watakatifu hao waweze kukutana vita ya kuanguka katika dhambi, ili wakianguka katika dhambi hiyo iwaweke mbali na uwepo wa Bwana. Ikiwatenga mbali na uwepo wa Bwana, hapo shetani anakuwa amefanikiwa. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, majira tulio nayo, iko nguvu ambayo ina ushawishi mkubwa wa kufanya mtu asipende kuishi maisha matakatifu. Kuna wakati unajaribu kujizuia basi ya mambo ambayo si matakatifu, unajaribu kujizuia kwenda maeneo ambayo si salama kwa ajili ya maisha ya kiroho, lakini ile nguvu inakufuta. Hiyo ndio vita dhidi ya utakatifu, ule usafi wa moyo wako, ule usafi ulio nao. Shetani anawinda ili aweze kuja. Kwa unapopambana vita dhidi ya utakatifu, jua upo unapambana vita iliyo kamilifu, ambayo inahitaji kusimama imara katika Bwana. Danieli akasema maneno haya 12 na mstari wake wa 7, akasema maneno haya: tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watakatifu, ndipo mambo hayo yote yatakapotimia. Kumbe kuna kiwango ambacho shetani katika majira ya mwisho, majira ya jioni, majira tunaoelekea unyakuo, majira ambayo kanisa linaandaliwa, kwamba kuna uwezekano mkubwa watakatifu ambao Kristo anatarajia kuja kuwachukua kutokana na vita hii ambayo shetani anaipanga kinyume chetu, kinyume cha maisha yetu ya utakatifu. Hii vita inaposonga na kusogea sana katika maisha ya mtu, ina uwezo wa kuvunja nguvu ya utakatifu ndani yake. Kwa hiyo tunagundua jambo la pekee katika mstari huu, kwamba mwanadamu anapokolewa, Mungu hamwachi vivyo hivyo, anampa nguvu ya kuishi utakatifu. Anapewa uwezo wa kuishi maisha matakatifu, anapewa nguvu ya kuishi katika hali ya usafi majira yote. Anapokuwa katika Kristo Yesu, anapewa nguvu ya kuishi maisha matakatifu. Lakini kwa sababu ya majira na nyakati tulionayo, shetani anapoinuka kinyume cha maisha ya mtu huyu, ndipo anaanza kuzofisha ile
ile hali ya utakatifu ndani ya mtu. Kwa hiyo utakatifu ni kitu ambacho ukikipokea, ile nguvu ukipokea, imekupasa kulinda ili inapotokea vita kinyume cha utakatifu uweze kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtu wa Mungu, unaposikia sauti hii, fuatilie vizuri. Kuna jambo la muhimu la kujifunza ambalo litakufaa katika majira tulio nayo. Kitabu kile cha Hosea sura ya 4 na kuanzia mstari wake wa kwanza. Hosea sura ya 4 kuanzia mstari wake wa kwanza na kuendelea. Maneno ya Mungu yanasema hivi: nisikieni neno la Bwana, enyi wana wa Israeli, kwa maana Bwana ana matendo nao wakao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu katika nchi. Unaona, Mungu pia anaongea kwamba anaongea na taifa la Israeli walipopitia kwenye mazingira ambayo hakukuwa na fadhili, hakukuwa na kumjua Mungu, hakukuwa na ile kweli katika moyo. Mungu akaamua akumbushe nia za watu ya kwamba majira mlionayo kuna kitu kimepungua, kuna vita inaendelea inaowapinga kutokumjua Mungu. Na ukiendelea kusoma, tutasoma, utakuja kugundua Mungu anaongea na watu ambao walikuwa wana neema kubwa, wana nguvu ya kushinda dhambi, wana nguvu ya kushinda vita, lakini waliporegea katika kutafuta kumjua Mungu au kulinda kile kitu alichowekeza Mungu katika maisha yao, ndipo Mungu anatuma ujumbe kupitia nabii Hosea. Anasema, sikilizeni, Mungu ana matendo, ana ujumbe wa haraka wa kusema na watu wakao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu katika nchi. Hapana neno ila kuapa kwa uongo na kuvunja ahadi na kuua na kuiba na